Sawa, hiyo ni kuhusiana na Pacome Pedro Zouzoua. Unaweza kutuandikia pia katika mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na kiwango cha Pacome Pedro Zouzoua ndani ya kikosi cha Young Africans. Tutoke hapo tuangazie wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Azam Football Club, ambao wenyewe wamewasili Zanzibar Unguja kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Wydad utakaochezwa weekend hii. Kumbuka mchezo huo ni wa pili baada ya matajiri hao wa jiji la Dar es Salaam kupoteza mbele ya AS Maniema Union ya kutokea DRC kwa kichapo cha mabao 2-0. Mwanzo wa Azam Football Club kwenye mashindano ya kombe la shirikisho Afrika umekuwa mbaya, lakini matumaini ya kufanya vizuri kwenye mechi zinazofuata yamekuwa makubwa sana. Kumbuka kwamba maandalizi ya mchezo huo yanaendelea. Mechi dhidi ya Maniema Union ya kwanza ilikuwa kwa Azam, uwepo wa Ibenge, Makiadi, Aniset, Jefte Kitambala Bola. Wengi tukadhani kwamba Maniema Union kidogo nguvu yake imepungua hivi kidogo, lakini ukiangalia mabao ambayo yalivyo tengenezwa siku ya mechi, unaiona kabisa Maniema cha kwanza wakopo na press. Bao la kwanza walienda kumpress ya zaidi wakascore. Bao la pili unaangalia jinsi ambavyo timu ilivyo flow. Hata ile goli pia la kizembe. La pili linapigwa cross, header, mtu ana unodi mpira anaenda anafunga. Goli pap 2-0. Nafikiri kulikuwa na makosa ambayo waliyafanya kama timu, lakini kuna nyakati ambazo utawapongeza pia AS Maniema kwa maana ya kile ambacho walikuwa wanaamini kwamba anaweza kukifanya na akafanikiwa nacho, hasa katika kipindi ambacho walikuwa wanaona Azam FC wanawezaje kuanza kutengeneza mashambulizi kutokea kwenye eneo lao. Na moja wapo ya wachezaji ambao mara nyingi Azam amekuwa akiwatumia kwenye kuanzisha mashambulizi ni pamoja na Yaya bin Zaid, ambaye anaonekana kuwa ni kiungo ambaye anacheza kwenye ule mstari wa karibu na walinzi, lakini ukimwacha kwenye space ambaye atakupa pasi nzuri kutoka kwenye mguu wake, inaweza ikawa hiyo pasi moja ambayo inatoka kwake ikawa na madhara sana kwenye eneo lenu. Kwa wao walichokifanya ni kuona jinsi gani ambavyo wanaanza kudhibiti hasa kwenye maeneo haya, kuifanya timu isicheze zaidi, na bahati ilivyo nzuri kwao ni kwamba wakati wameenda kujaribu kufanya hivyo wakafanikiwa pia kupata na goli. Inakuwa ni credit mara mbili zaidi kwa upande wao, kwamba sio tu tulimdhibiti asianzishe mashambulizi, lakini pia tulidhibiti asianzishe mashambulizi, na sisi wakati tunafanya turnover ya kupata huo mpira tukaenda tukapata goli. Next wanacheza dhidi ya Wydad. Ni mpinzani mwingine ambaye kwenye kundi la Azam FC, ukiangalia kundi lao lilivyokaa, Wydad, Maniema, Nairobi United pamoja na Azam FC, unaona timu mbili ambazo zina experience kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana michuano ya Afrika, kwa maana Wydad pamoja na AS Maniema. Japo Maniema wao wanaweza kawa sio sana kama ilivyo kwa Wydad. Ukapanga sasa kwenye rank, unaona Wydad yuko hapo kwenye nafasi ya juu kabisa. Maniema Union yeye unamuona kama ni wa pili, kwa maana ya timu ambayo imekuwa pia na ushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Then Azam FC afu Nairobi United ambao ndo wapya kabisa kwenye michuano mingi, iwe ni ya ligi au michuano mingine yote mikubwa ambayo anashiriki kwenye msimu huu. Sasa kwa Azam FC kuanza na kupoteza kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Maniema Union, wamepoteza dhidi ya zile timu mbili ambazo nasema kwenye kundi lao ndizo ambazo walikuwa wanazipa nafasi kwa sababu ya experience, kwamba angalau wana uzoefu kwenye michuano ya kimataifa. Niliangalia mechi ya Wydad dhidi ya Nairobi. Japo niliangalia kwa dakika kama 45 hivi, kwa sababu mechi ya AC Milan na Inter yenyewe ilikuwa inaanza kwa muda ule kama kwamba hii mechi imeanza saa 4 kamili, hii hapa inaanza saa 5 kasorobo, hapa 5:45. Kwa lazima kidogo switch kwa za chama. Umeona, niliona Nairobi jinsi walivyokuwa wanacheza. Kuna makosa kadhaa tu, of course, kwa kipindi cha kwanza kufunga bao moja, kipindi cha pili wakapiga bao la pili mpaka dakika 54. Lakini unaona timu ambayo ina possess. Ukiangalia Nairobi inawezekana watu hapa anatoka Kenya anatoka nini, lakini the way walivyokuwa wanaicheza dhidi ya Wydad, unaona kwamba wana process, wanakwenda, kuna vitu vichache sana kwa zile quick zao transition wakopa na lack, ambao unasema kwamba kuna daraja fulani hivi quality fulani hivi inapungua, lakini sio wabaya kusema kwamba yani ni hivyo. Na Nairobi alichokuwa na pata nacho tabu zaidi ni jinsi ambavyo alikuwa anajaribu kuanza kutengeneza mashambulizi, kwa maana ya kuanza kupossess, lakini watu ambao walikuwa wanaenda kumalizia kwenye ile eneo la tatu
walikuwa wana watu ambao wanaweza kufanya hivyo. Nafikiri mchezaji mmoja ambaye most alikuwa anafanya vile Kibwana na Bleach. Ndiye ambaye angalau alikuwa anaona mara nyingi anaweza akachaji akasogea juu kidogo lakini anarudi. Lakini hapakuwa tena na mtu mwingine ambaye anaweza ka-assist kwenye kuongeza namba watu. Ndio maana unaona mara nyingi alikuwa akianzisha mashambulizi. Unaona akifika kwenye ile eneo unasema mpira unapotea sasa hivi. Na kweli wanaopoteza, Wydad anachukua tena, wanaenda kushambulia. Watochukua tena Nairobi wanatengeneza mashambulizi yao, watapiga pasi kadhaa, wakifika kwenye ile eneo unajua kabisa kwamba mpira unaenda kuishia tena kwenye eneo lile lile ambalo lilikuwa unakosa ule muendelezo. Sasa kwamba hii inatakiwa sasa kubadilika kuwa nafasi ya hatari zaidi. Ndicho kitu ambacho kilikuwa kinaenda kukosekana. Kwa hiyo nafikiri kwa Azam FC anaweza kama itazama ile mechi na kuona ubora ambao Wydad wako na. Wydad so far kwenye quality na kila kitu ambacho wako nacho unasema wako mbali. Yaani sio tu jina. Unajua kuna wakati unaenda kucheza na timu inakutisha tu kwamba hili ni jina kubwa. Lakini Wydad pia hata kwenye materials ambazo ziko kwenye team currently unasema wana wachezaji wengi sana ambao wamekuwa bora kwenye jinsi ambao wanatafsiri mambo mengi ya kiufundi. Tutakuja kuwachambua hapa Wydad kwa sababu tuna siku kidogo hapa kina Nordin na Brabat hao, tutakuja kuangazia wakina Stefan Aziziki na wengine wengi wakina Thembi Kosi, Nyoso, Lochi, nyota zamani Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns na sasa kipo Wydad. Tuangazie taifa nyingine ambapo kikosi cha Singida Black Stars kimerejea nchini tayari kuanza maandalizi kwa kabili Stellenbosch ya Afrika Kusini kwenye mchezo wa pili wa hatua makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Singida ilipoteza bao 2-0 kwenye mchezo wa kwanza ugenini dhidi ya Shabab Riyadh Belouizdad, hivyo inataraji kupambana kupata ushindi kwenye mchezo wa kwanza wa nyumbani. Stellenbosch ilichapa AS Otoho kwa goli 1-0 kwenye mechi ya kwanza, hivyo kujiweka kwenye nafasi nzuri katika kundi lake. Vijana wamerejea nyumbani, kwa hiyo tuwatakie kila la heri katika matayarisho, na wamerejea kwa makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo kwa limerejea na kundi la pili. Kwa hiyo tuwatakie kila la heri kikosi cha Singida Black Stars, na kumbuka mchezo wao wenyewe wataucheza Unguja visiwani Zanzibar, kikosi cha Singida Black Stars. Tutoke hapo tukaangazie taarifa nyingine ambapo kikosi cha TRA United kitakuwa chini ya kocha raia wa Burundi Etienne Ndairagije ambaye amewahi kuhudumu katika timu mbalimbali hapa nyumbani Tanzania. Kocha huyo amewahi kufanya vizuri akiwa na timu za Geita Gold, Mbao Football Club, Azam Football Club, KMC na timu ya Tanzania Taifa Stars. TRA United kwa sasa ina alama 6 katika nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC. Hivyo matumaini makubwa yamewekwa kwa kocha huyo aliyepatia ubingwa Polisi Kenya msimu uliopita. Karibu sana kocha Etienne Ndairagije. Miongoni mwa tukio ambalo huwa nalikumbuka ni kocha Etienne na majibu yake. Azam walicheza na Triangle ya Zimbabwe, Chamazi. Azam kwa hajawahi kupoteza mechi yoyote Chamazi katika michuano ya kimataifa. Hiyo ndio kwa wamekuja vigogo pale, wamekuja Esperance de Tunis walipigwa 2, wamekuja Bidvest Swiss walipigwa 3. Yaani Azam pale, yani ukija pale kina Fasil Kanema walikuja wakapoteza. Faridi Musa wa moto. Wa moto kabisa. Hiyo mechi na Esperance. Esperance. Faridi na Singano. Hatari. Sasa na Triangle wa Zimbabwe tumejaa pale Chamazi. 1-0 timu imepigwa kwa mara ya kwanza. Tana alokupita. Coach, vipi? Mshabiki tu akapa vipi nini? Bora tumefungwa. Ni matokeo. Akaba tunawezaje kufungwa nyumbani vile hivi? Akaba si ndo mpira. Akaba kocha, haiwezekani sisi kufungwa hivi. Wewe si kijana mdogo. Chukua viatu kesho uje uwanjani pale. Kombo bado unaweza kusaidia timu na wewe au unataka kumwambiaje? Kama nawe kija unaweza kwa basi bila mdogo wangu kwa tukikutana tunaita utani. Coach, ni matokeo. Ni mpira. Wasi bado. Very calm. Bado kibarua cha TRA. Yeah, of course. Inavyoonekana Etienne ni mzuri zaidi kwenye hizi timu za madaraja ya chini ambapo ana uwezo ku scratch vizuri timu. Ukiangalia
wakati anakuja Tanzania alienda kuchukua timu kama ya Mbao na kwenda kufanya vizuri zaidi kwenye kombe la Federation that time, wakacheza mpaka finali. Ilikuwa sio rahisi sana, lakini 2017 alikusanya watu ambao wana quality kubwa sana kushindana. Hatukuwaona mapema kama wana quality hiyo, lakini baada ya kufika finali wale unajua walichokifanya Mbao kutokana na ile sekeseke lao waliita vijana jueni vijana mfanye mazoezi. ATN akawa amekaa zake pembeni pale na bwana Ahmad Ali wakawa na angalia vipaji. Kwa hiyo angalia vipaji kweli ile kundi lile, na baadhi kuchukua wachezaji wa kila Yusuf Ndikumana kutoka Burundi, Zingamasa Steve Zingamasa hakuepo kwanza, Ziga alikuja baadaye, alikuja baadaye. Yani ile pale ile Mbao walikuwa na Yusuf Ndikumana, alikuwa na David Mwasa, alikuwa na yule mlinzi Asante Kwasi, alikuwa kuna Habibu Kiombo, Renato Sinjoore, kuna mmoja George Sangija anacheza katikati, alikuwa na Kotecha na yule Ndaki nani yule Maganga, Boniface Maganga. Yes, kwa sababu kwa wanatumia 3-5-2. Kwa hiyo kule mmoja kwa aitwa Ndunguli, kwa hiyo Ndunguli hivi. Kaka Ibrahim, kaka hiyo nipo Dodoma pale 2-1 giza linaingia hivi. Yule steka wa Simba alikuwa anatoa yule Cote d'Ivoire aliyefunga alikuwa anaitwa Frederick Branyo, ambaye kama hivi si ndio yule afunga mbao mara 4 alisema kwamba asipofunga goli akatwe mshahara. Ilikuwa ni Branyo kwenye mechi ile, nadhani ndio usajili wa Frederick Branyo. Alisema kwamba yani ndio yule mchezaji alisema kwamba mimi nisipofunga bwana nikateni kibunda nikichukueni, sasa mimi na uhakika. Sasa hiyo nikwambie tu nikwambie hiyo safari wewe muulize Ahmed Ali kuhusiana hiyo safari. Hiyo safari hiyo ya Simba naenda kushinda 2-1 nikiwa nikutanaga na Ahmed Ali. Ahmed Ali ile safari Msumbiji ilikuwa ya moto ile. Amelekwa huku bado ndio huku bado tupo huko kweli. Ahmed Ali akwambia kaka hatari, nilikuwa nazunguka na begi Dodoma hivi siku. Ile mechi naikumbuka sana. Ile mechi naikumbuka sana bwana. So ni mtu fulani very smart, yuko very calm. Baada ya hapo akachukua KMC ikafanya vizuri kwa mara ya kwanza. Kaenda Kenya kwa mara ya kwanza. Kutoka KMC akaenda Azam. Kabla huko Azam, of course Azam national team. Baadaye kaenda Geita. Geita akaenda Rwanda kule, akaenda kufundisha Bugereneza nafikiri. Akarudi Burundi. Akageukia Kenya. Polisi. So kwa TRA jinsi ambavyo wanaitengeneza timu yao msimu huu, Etienne ni mmoja kati ya makocha sahihi sana kwao, kwa sababu ni timu ambayo ina room ya kufanya marekebisho kwa kiwango kikubwa. Aina wachezaji star ambao wanaweza kudisturb kwenye dressing room. Kila mtu bado hana uhakika wa kucheza mechi 5 mfululizo. Si unanielewa anachokuambia hivyo? Kwa maana yake inampa mwalimu room kubwa zaidi ya kuweza kufanya maboresho na kuzungumza na wale waliokuepo kuboresha uwezo wao kufika top. So kwangu ni mwalimu sahihi kwa kwenda TRA, na wanaweza kutupa surprise japo inaonekana zile nafasi 4 ni ngumu sana. Sawa, tutoke hapo kwa Etienne Dairagije tuende kuongezeka taarifa nyingine ambapo ligi kuu ya NBC inataraji kuendelea tena hii leo kwa mchezo mmoja kuchezwa saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa KMC Complex. Wenyeji wa uwanja huo kikosi cha KMC chini ya Brazil Baxilio Maximo watakuwa wanapambana na wanatamtam Tibwa Sugar katika uwanja wa KMC Complex. Huku ni kibarua kingine kwa kocha Maximo ambaye ameanza vibaya katika msimu huu ndani ya ligi kuu ya NBC. KMC inashika nafasi ya mwisho kwenye msimamo ikiwa na alama 3 katika michezo 7 iliyocheza mpaka sasa, huku
katika mechi 6 za mwisho za KMC. Matokeo yao tuweze kuyaangazia jinsi ambavyo wameweza kuyapata, hawajaambulia ushindi wowote katika michezo 6 ambayo wameweza kucheza. Mchezo wa mwisho walikubali kichapo cha bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania, lakini kabla ya hapo walikubali kichapo cha bao 4-1 mbele ya Young Africans. Walikubali kichapo ugenini cha bao 1-0 dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, wakati mchezo wa nyumbani walikubali kichapo cha bao 3-0 mbele ya Mbeya City. Walikubali kichapo ugenini wa bao 1-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Kabla ya hapo walikubali kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Singida Black Stars. Ukiangalia matokeo haya, hata ukiwa mtendaji mkuu alafu unaenda kumwambia mwalimu tumeterminate mkataba na wewe, inawezekana sio jambo la kustua mwalimu. Inawezekana asikulaumu. Kwenye template haitoshi kuweka mechi 7 ili ya Dodoma iwepo. Kwa hiyo na Dodoma anafungwa pia. Ile ya Dodoma ambayo ilishinda goli 1 bila. Hiyo haiwezi kuwepo hivyo. Hiyo mpaka unalazimisha. Ina nzuri. Hii hapa nzuri zaidi kwa sababu hii 6 hii. kuna lugha inaonekana KMC wamebadilika, kana vumilivu. Kwa sababu matokeo ya namna hii ni ngumu sana. Mechi 6 mfululizo. Uwanja umefungwa mpaka taa. Uwanja umefungwa taa. Timu yaani hii ndo sasa kwamba mtoto akishua afu alina akili. Mtoto na gari, kwenye begi ana mkate na juisi. Moja jumlisha moja ngapi anaanza kulia. Amewekewa vitu vingi. Kwa hiyo mkate umeshiba, umewekewa vitu vingi. Sio mkate tu, mkate una vitu. Sina sema tutaki kutaja vitu vingine. Yaani kuna vitu vingine vya rangi ya njano, kuna vingine rangi nyekundu. Unajua msomi wangu, mimi inanifikirisha sana. Unajua KMC nao viongozi wao bado wanaendelea kunifikirisha. Yaani kama mpaka leo mwalimu bado yupo, tafsiri yake ni kwamba uongozi unakubaliana na ubora wa mwalimu, ila hawakubaliani na mapokeo ya wachezaji. Si ndio? Manake kama ungekuwa na mashaka na ubora wa mwalimu, manake kwa haya matokeo wangeshamfuta kazi. Kwa hiyo inawezekana wanakubaliana na ubora wa mwalimu, lakini wanaamini wana timu mbaya. Kuna muda mwingine unakuta kwamba yani mwalimu ni wa daraja la juu, lakini kwamba yani wachezaji kwamba wanamuangusha. Si ndio tunakubaliana hivyo kocha? Tungependa kujua hisia zake. Kwa sababu kwa big profile Maximu ni mkubwa. Kwa sababu sasa big profile kwa mechi 6. Hebu mniambie timu gani nyingine inaweza kumvumilia mwalimu kwenye mechi 6 mfululizo? Tena sio yani unapigwa ngumu kuipata timu ya namna hiyo. Yani ni katika hali ya kawaida ni ngumu kuipata timu ambayo inaenda mechi. Au viongozi hawataki timu wanataka ishuke. Rashid, Michael sijibu. Anajali sijamuuliza. Kwenye swala la kwenye nani? Sijamuuliza, nimemuuliza au viongozi wanataka timu ishuke. Kama hivyo unamuuliza Michael. Kwa hiyo Michael hawezi kujibu. Sababu mimi siwezi kujibu chochote. Mimi siwezi kuuliza kwa sababu wewe si mshabiki. Namuuliza Msumi. Tuangazie mchezo wenyewe. Rashid Mtibwa chini ya Yusufu Chipo dhidi ya KMC ya Maximo. Tunaenda kutarajia test au ladha aina gani? Kwa ruhusa yako naomba isikie hisia za Michael. Tuanze na wewe. Nilikuwa nimemwengua hapa kidogo Michael Yere kwa sababu zangu binafsi. Naomba Michael asijibu swali Rashid. Chipo ndo task yake ya kwanza. Japo alikuwepo. Task yake ya kwanza kiwanjani, kuweza kuona anawezaje ku transform kile ambacho alikifanya awazi mtangulizi wake. Ninaamini kwa sababu Chipo ni miongoni mwa watu ambao wanapenda vijana wengi, na Mtibwa na hao vijana wengi ambao wanapenda soka la kukimbia, kupossess, kucreate nafasi. Lakini shida yangu kubwa kwa Mtibwa msimu huu toka wamecheza hizo mechi kadhaa imeonekana ni kwenye namna ya kumalizia hizo nafasi ambazo wanazitengeneza. Wanamshambuliaji ambao wanamtumia, mimi kwangu naona kama ni tatizo kwao. Yani ni Kasim. Mayele. Kasim Mayele. Yani yule mshambuliaji anatumia muda mwingi sana kwenye kufanya
vitu ambavyo ni unnecessary kwenye position ambayo yeye anacheza. Sasa unajikuta anatumia energy kubwa kwenye kustruggle, alafu inapokuja kwenye eneo ambalo tunahitaji utulivu wake wa akili na mwili kwenye kupasia, tayari anakuwa ameshachoka, anashindwa kufanya vitu sahihi. Michael Hierro pamoja na Rashid Don Hamis, unajua ziko zinafanyika hizi press. Akili mwangu anakujaga Hemedi Hassan Hemedi Mvula. Baba Kudu. Akiwa amevaa koti lake pale na shati la karoti. Baba Kudu anakuambia Msupi akiwa anaunganisha hizi press. Watu wanamuuliza huyu nani? Baba Kudu mtu bingwa kabisa. Sawa bwana, tunavyohitimisha hivyo soka letu kwa wakati huu hapa. Tukirejea bado tuna mengi sana kuangazia katika joto la Afrika, the pitch pamoja na zilizobamba viwanjani. Mimi naitwa Saidi Saleh wa Msomi ama Kaka Saidi. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana.